Leo nataka nikuambie kitu ambacho watu wengi hawakijui. Full moon ikiisha, kazi haijaisha. Kwa kweli kazi ndiyo inaanza. Watu wengi huwa wanaweka nia zao, wanaomba, wanalia, wanaachilia, wanaandika kwenye karatasi zao katika usiku wa full moon. Halafu kesho yake wanaendelea na maisha kama kawaida. Yaani vile vitu ambavyo wameviachilia au wamevimanifest vinasahaulika baada ya full moon kuisha. Hapo ndipo watu wanapokosea. Kwa sababu full moon huwa ni kilele cha mwanga, ni kilele cha nishati. Lakini siku 7 zinazofuata ndizo zinaamua kama mwanga huo utazaa matunda au utapotea polepole. Kwa hiyo jiulize, kwenye full moon ulifanya nini? Baada ya full moon mwezi unaanza kupungua. Ile nguvu ya full moon inaanza kushuka. Na inapopungua ndivyo unavyoitwa kipindi cha kuvuna na kuachilia. Yaani yale yote uliyoyafanya katika full moon, sasa baada ya hapo unaanza kuyavuna na kuyaachilia na kuishi maisha baada ya kuachilia. Hii ni spiritual law ya mzunguko. Kwa hiyo kama ulilia usiku wa full moon, kama ulipata uwazi fulani, kama ulisema sasa imefika mwisho, nimeamua kubadilika. Siku hizi 7 zinazofuata ndio mtihani wa maneno yako. Ndio tunataka sasa tukuone wewe mpya baada ya full moon. Umekuwaje? Universe inakuangalia. Ulimwengu unakutazama. Je, unayaishi hayo maisha ambayo umeyamanifest? Je, ni kweli umeachilia au ulitamka tu ili kutimiza ratiba? Sasa naomba nikuelezee ni nini huwa kinatokea kiroho baada ya full moon kupita. Hapa naomba unisikilize kwa makini sana, kwa sababu ndipo ambapo watu wengi huwa wanakosea na ndipo ambapo wanasababisha nguvu za full moon zisifanye kazi katika maisha yao. Baada ya full moon kuisha, nishati huwa bado iko juu kidogo. Hisia huwa bado ziko juu. Ukweli uliouona unakuwa bado uko juu. Lakini sasa reality inaanza kukupima. Unakuja katika uhalisia wa maisha. Unakuja katika kukiishi kile ambacho ulikimanifest katika full moon. Unaweza kujikuta unataka kumtafuta yule mtu ambaye uliamua kumwachilia. Ulisema huyu mtu simtaki tena katika maisha yangu. Unaweza kujikuta unataka kurudi kwenye zile tabia zako za zamani, au unahisi kama ule uwazi ulioupata unaanza kupungua, au unaanza kuwa hauamini tena. Sasa hiyo hali huwa haiji kwa bahati mbaya, na wala usishtuke kama ikikupata. Hiyo ni ego yako inajaribu kurudi kwenye comfort zone. Yaani wewe mwenyewe binafsi unajaribu kujifariji. Na universe huwa inakuangalia kimya kimya ndani ya siku 7 baada ya full moon. Halafu inajiuliza, ulikuwa serious au ulikuwa kwenye emotions tu? Sasa hapa wewe ndipo unapotakiwa kuonesha uhalisia. Unatakiwa kuishi kile ulichokitamka katika full moon. Zipo hatua 7 za kuvuna kile ulichoweka au ulichokifanya katika full moon. Naomba unisikilize kwa makini sana, kwa sababu usipofuata hizi hatua, yale yote uliyoyafanya katika full moon yanakuwa ni kazi bure. Inakuwa tu ulikuwa unajifurahisha. Kitu cha kwanza kabisa, usikimbilie kuthibitisha kitu. Yaani baada ya full moon kupita, usiingie kwenye haraka. Yaani usiwe na haraka ya kufanya mambo. Kwa mfano, usikimbilie kumtext mtu kuthibitisha kwamba unajali, umemsamehe, umeachilia. Huna haja ya kufanya hivyo. Yaani kama wewe umeachilia na umemsamehe huyo mtu, kitu cha kwanza, tulia kwanza. Usifanye maamuzi makubwa kwa pressure. Tuliza mwili, tuliza akili. Kuvuna sio kukimbia. Utulivu wako ndio utakuletea mambo mazuri zaidi. Kitu cha pili, jambo lolote lile ambalo unaligundua katika full moon, yani unapewa uwazi au unaoneshwa ishara, andika. Usikimbilie kuongea au kumtafuta mtu na kumsimulia. Andika chini. Uwazi usipoandikwa au ishara isipoandikwa huwa inapotea. Kwa hiyo chukua daftari au karatasi, andika. Je, umegundua nini? Umeona nini? Umechoka na kitu gani? Na unataka nini hasa? Hayo ndiyo mbegu zako. Unapoandika kuna nishati ya ziada unaiweka hapo. Na hiyo nishati inaishi. Ndoto zote unazoziota katika full moon huwa ni ishara
ni ishara ya kitu fulani katika maisha yako. Usikimbilie kuwasimulia watu, usikimbilie kutangaza ndoto zako. Hizo ndoto huwa ni ishara fulani kutoka kwa universe. Kwa hiyo kaa chini, zitafakari, fanya meditation, utapewa uwazi kuhusiana na hizo ndoto, na pia usisahau kuziandika. Na hatua ya 3, anza kufanya vitendo kidogo kidogo, yani anza kwa hatua ndogo ndogo. Hii ni muhimu sana. Usikurupuke kutaka kufanya kwa ukubwa sana au kutaka kufanya kwa ghafla sana. Anza kidogo kidogo. Hii ni muhimu sana. Usiseme tu nimeachilia au nimemsamehe mtu fulani. Fanya kitu kidogo kinachoonyesha kweli umeachilia na kweli umesamehe. Kwa mfano, futa namba kama ni lazima kufuta kwenye simu yako. Na pia unaweza kubadilisha mazingira kama lengo lako ni kuachana na watu wasiokufaa, kuachana na watu negative, watu sumu, watu wanaokufanya usisonge mbele. Achana nao, badilisha mazingira. Nenda kwa watu ambao wanaendana na vibes zako. Na pia unaweza kuanza mazoezi. Na kwa wale ambao wanatafuta kazi, yani manifestation yao ni kupata kazi, anza kutuma CV. Universe huwa inaanza kuchukua hatua pale ambapo na wewe umeonesha mwelekeo fulani katika hicho kitu. Universe huwa inapenda action. Kwa hiyo usiwe tu ni mtu wa kujitamkia tu kwamba mimi nimeachilia, mimi sitaki kuwa mtu negative, nimemsamehe mtu fulani, lakini bado ukikutana naye unanuniana naye, akikusalimia huitikii. Onesha kwa vitendo, dhihirisha mbele ya ulimwengu kwamba mimi nimekuwa mtu mpya. Yale nilio ya manifest katika kipindi cha full moon ni kweli nilimaanisha, na hapa ndipo ninadhihirisha. Ulimanifest kwamba wewe ni tajiri, wewe ni mtu mwenye mafanikio, lakini bado unaambatana na watu ambao wanalalamikia umaskini. Ukikaa vijiweni muda wote unalalamikia umaskini, unalalamika pesa ngumu, pesa haionekani. Hapana, universe haipendi hivyo. Anza kuonesha kwa vitendo, anza kudhihirisha kwamba wewe kweli ni tajiri, pesa inakufuata. Hata kama huioni, lakini onesha kwa vitendo. Onesha kwamba wewe upo kinyume na umaskini, wewe ni mtu ambaye unayakimbilia mafanikio. Universe huwa inaona. Na hatua ya 4, epuka migogoro, kugombana ovyo na watu. Watu wengi huwa wanadhani kwamba katika kipindi cha full moon tu ndipo hupaswi kugombana na watu, lakini naomba nikwambie siri hii hapa. Siku 3 mpaka 5 baada ya full moon, watu huwa wanakuwa very very emotional, wanatawaliwa na hisia. Kwa hiyo ndani ya siku 7 zote kuanzia full moon, chunga sana kugombana na watu. Yaani unapoharibu energy yako katika siku hizi, yale yote uliyoyafanya katika full moon yanaweza yasifanye kazi. Ego huwa inaamka, maneno yanaumiza zaidi. Yaani mtu hisia zinapokuwa juu, basi anakuwa ni rahisi sana kuumia. Yaani unaweza ukatamka kitu kidogo tu ukamuumiza. Kwa hiyo jiepushe sana na kuwatamkia watu vitu vibaya au kuwachokoza. Chagua ukimya. Ni vyema zaidi ukakaa kimya kuliko kuongea na ukaibua migogoro. Ukimya ni silaha ya watu wanaokuwa. Kwa hiyo kama unahitaji mazuri ya kufuate, unahitaji manifestation zako ziweze kutimia, jifunze kuwa mkimya. Hatua ya 5, safisha mazingira yako. Chumba chako ni extension ya energy yako. Yaani ndani ya chumba chako ndipo ambapo energy zako zinatoka. Ondoa vitu visivyotumika. Panga kitanda vizuri. Fungua madirisha. Haya yote haufanyi kwa sababu ya wageni au kwa sababu watu wakija waone chumba chako ni kizuri au ni kisafi. Unafanya kwa ajili yako wewe mwenyewe na nafsi yako. Watu wengi huwa wanadhani kwamba kusafisha chumba ni ili wageni wakija wakute chumba kisafi. Lakini ukweli ni huu hapa. Tunasafisha vyumba ili nafsi zetu ziishi sehemu yenye energy nzuri, sehemu yenye positive energy. Hii ni kwa ajili yako zaidi. Mgeni sana sana atakuja kukuchafulia, atakuja na energy yake huko alikotoka. Lakini wewe unayeishi hapo ndiye ambaye unanufaika na hiyo energy. Kwa hiyo zingatia sana kupangilia chumba chako. Kumbuka kwamba energy ambayo haimove, yani kama haujafungua madirisha halafu hewa inarundikana ndani ya chumba, huwa inaua manifestation zako.
Manifestation ili iweze kutimia inahitaji circulation ya hewa. Hewa iwe inaingia na kutoka. Hapo ndipo positive energy inatawala na ndipo mafanikio yanakuja, ili watu wengi wao walijui, lakini leo ndio nakujuza. Hatua ya 6, sikiliza intuition yako. Intuition yako ni sauti yako ya ndani ambayo huwa inakuambia au inajua vitu kabla kitu hakijatokea. Sasa wiki hii intuition yako itakuwa juu. Baada ya full moon kuisha, watu wengi intuition zao huwa zinakuwa juu. Ukihisi usiende mahali, basi kweli usiende. Yaani kama sauti yako ya ndani inakwambia usiende au usipite njia hii, basi tii. Ukihisi umpigie mtu fulani, basi mpigie. Mara nyingi intuition huwa zinatupeleka mahali sahihi zaidi kuliko akili zetu. Kwa hiyo hata kama utaona kwamba intuition yako mbona kama inazingua fulani hivi au mbona kama sielewi, wewe ifuate. Huwezi jua nini kitatokea na huwezi jua mafanikio yako yanakuja kwa staili gani. Kuna watu mafanikio yao yanakuja kimasiara tu, lakini ndo tayari wanakuwa wameshafanikiwa. Sauti ya ndani huwa ni kali sana baada ya full moon. Kwa hiyo chochote moyo wako au hisia zako kinachokuambia tii. Na hatua ya 7, shukuru kabla haujaona matokeo. Hapa ndipo watu wengi sana wanapata mtihani. Kwenye full moon umefanya manifestation nyingi, umejitamkia maneno mazuri, umejitamkia wewe ni tajiri, wewe una mafanikio, lakini watu wanashindwa kushukuru. Yaani wanakosa imani kwamba kile nilichokitamka kweli kitatokea. Sasa hiki ninachokuambia hapa ndio siri kubwa. Usisubiri uthibitisho. Usisubiri mpaka hizo manifestation zitokee. Shukuru mapema. Shukrani huwa inafunga mzunguko vizuri na kufungua mlango wa baraka. Yaani shukrani ndio inaenda kumaliza kila kitu. Yaani tuseme shukrani ndio ukamilisho wa maombi yako. Kwa hiyo katika kila kitu ulichokifanya, shukuru. Naamini kwamba hayo yote yatakuja kutokea katika maisha yako. Sasa unaweza kuwa unajiuliza, baada ya haya yote kuyafanya, nitajuaje kama nayafanya kwa usahihi? Yaani unapatia. Na nitajuaje kama nipo kwenye njia sahihi? Naomba unisikilize kwa makini sana. Universe huwa inaongea kwa ishara. Haitoi sauti, bali inakuonesha ishara. Sasa ukiona ishara hizi hapa, tambua kabisa kwamba upo kwenye njia sahihi na wala usiwe na wasiwasi. Yote uliyoyafanya umepatia, na tarajia muujiza wako au matokeo ya kile ulichokifanya. Kitu cha kwanza kabisa ni kupata ndoto za ajabu. Yaani katika wiki hii, ndani ya siku hizi 7, utakuwa unaota ndoto zenye ishara za wazi kabisa. Hiyo ni ishara ya kwanza kabisa kwamba wewe upo kwenye njia sahihi na ulichokifanya kinaleta impact katika maisha yako. Na pia utaanza kuona watu wa zamani wanakutafuta. Utaanza kupigiwa simu, utatumiwa message, utajiuliza huyu mtu imekuwaje leo amenikumbuka? Mbona watu wananikumbuka hivi? Hiyo ni ishara kwamba universe iko kazini katika kukupambania. Na pia utaanza kuona fursa ndogo ndogo zinaanza kujitokeza. Watu wapya wanaanza kujitokeza katika maisha yako. Alafu hao watu wapya wanakuwa ni watu ambao wanaendana na kile unachokitafuta katika maisha yako. Yaani kama wewe ulikuwa unatafuta kazi, basi utaanza kukutana na watu ambao either wapo kwenye system au wana uwezo wa kukuconnect katika kazi. Hiyo ni ishara mojawapo kwamba ulimwengu upo kazini kukupambania na muda si mrefu unakwenda kupokea kile ulichokiomba. Na ishara nyingine, utapata amani ya ghafla isiyoelezeka. Yaani hii amani huwa haitegemei umefanikiwa au haujafanikiwa, una pesa au hauna pesa, huwa inakuja tu. Yaani mtu unajikuta ghafla unapata amani ya moyo. Hii ndio ishara kuu kwamba kila kitu kipo sawa katika maisha yako. Ukiona hauna amani katika jambo lolote lile unalolifanya, basi tambua haupo kwenye njia sahihi au kuna kitu unakosea katika maisha yako. Amani ndio kila kitu. Amani ya ndani ndio mwongozo wako. Kwa hiyo ukijiona unapata amani hata kama hauna hela, una njaa, hauna kazi, tambua kwamba universe ipo kazini na wewe upo kwenye njia sahihi. Kwa hiyo hapo uliposhika endelea kushikilia.
Kama ni watu unaambatana nao, endelea kuambatana nao, watakufikisha kwenye njia sahihi. Amani yako ndio kielelezo kikuu kwamba unapatia au haupatii. Kwa hiyo ukiona kitu unachokifanya kinakuletea amani, kiamini sana hicho kitu. Tarajia kwamba ipo siku utakuja kuvuna mazuri kwa kupitia hicho kitu. Sasa nataka niongee na mtu mmoja ambaye anatazama video hii kwa ukaribu sana. Wewe unaitazama video hii, kama umefika mpaka hapa na moyo wako bado umechoka, nataka ujue kitu kimoja. Kukata tamaa haimaanishi kwamba wewe ni dhaifu. Inamaanisha kwamba umejaribu kwa muda mrefu sana. Labda umeomba sana, labda umevumilia sana, umeumia kimya kimya na sasa umechoka. Lakini nisikilize kwa makini. Uchovu sio mwisho. Mara nyingi uchovu ni dalili ya kuzaliwa kwa toleo jipya la kwako. Full moon inakuonesha ukweli, na ukweli wakati mwingine huwa unaumiza, lakini ukweli pia huwa unaponya. Kwa hiyo basi, kama umeachwa, kama umechelewa kufika mahali ulipotaka, unaona mbona sifanikiwi, mbona mambo yangu hayaendi, kama unajiona uko nyuma kuliko watu wengine, usijidharau na wala usijali. Safari za kiroho huwa hazifanani. Yaani hapa duniani kila mtu ana njia yake na kila mtu ana namna yake ya kupata mafanikio. Kuna watu huwa wanaonekana wanaenda haraka, yaani wakigusa tu tayari wamefanikiwa, lakini hawajakutana na masomo yako, hawajakutana na kile ambacho wewe unakipitia sasa hivi, na wewe umejifunza mambo ambayo hawawezi kuelewa. Kwa hiyo usipime thamani yako kwa timeline ya mtu mwingine. Usijipime kwa kujilinganisha na watu wengine. Siku hizi 7 baada ya full moon, usiombe miujiza mikubwa sana na wala usitarajie miujiza mikubwa. Omba nguvu ya kusimama. Omba amani. Omba pumzi moja yenye utulivu ndani yako. Maisha huwa yanabadilika polepole, sio kwa kelele, na hakuna mtu anayefanikiwa ghafla. Hao unaoona wamefanikiwa ghafla, na wao kuna hatua walizipitia, lakini sisi hatukuziona. Tunachokuja kuona ni matokeo tu ya mafanikio, lakini kuna hatua ambazo wamezipitia kimya kimya. Kwa hiyo inawezekana na wewe upo kwenye hatua zako za kuelekea kwenye mafanikio. Ukija kupata mafanikio, na wao pia wataona vivyo hivyo kama umefanikiwa kwa ghafla. Na kama mpaka sasa hauoni dalili yoyote, hauoni tumaini lolote mbele yako, kumbuka kwamba mbegu inapopandwa huwa haionekani mara moja. Inakuwa chini ya ardhi kimya kimya. Na wewe inawezekana uko kwenye kipindi cha chini ya ardhi, yaani bado vitu havijaanza kujionesha. Kwa hiyo usijichimbue kabla haujaota. Nisikilize kwa makini sana. Kama umeanguka, inuka polepole. Kama umeumia, jipe muda uweze kupona. Na kama umeogopa, shika mkono wa Mungu kimya kimya. Wewe ni wa thamani. Hata kama hakuna anayekuambia kila siku, lakini tambua hilo kwamba wewe ni wa thamani. Wewe ni muhimu sana hapa duniani. Hata kama haujaona matokeo bado, na kama hakuna mtu aliyekuambia leo hii, mimi ndio nakuambia, endelea. Endelea hata kama ni hatua ndogo. Endelea hata kama ni kwa machozi. Hata kama haujui mwisho uko wapi, kwa sababu mara nyingi mwangaza huwa unakuja pale mtu anapokaribia kukata tamaa. Nguvu inaendelea kufanya kazi hata kama hauioni. Na wewe hauko hapa kwa bahati mbaya. Uko hapa kwa kusudi maalum. Uko hapa kwa sababu umechaguliwa na ulimwengu. Uko hapa kwa sababu dunia inakuhitaji. Wewe ni wa thamani. Wewe ni mtu muhimu sana hapa duniani, na unastahili kuishi maisha mazuri, na ndio maana mpaka leo hii bado unaishi. Bado ulimwengu unakupambania. Naomba nikutakie kila la heri, na endelea kufuatilia masomo yangu mengine katika channel hii ili uweze kujifunza zaidi. Na pia share video hii na wale wote uwapendao ili na wao waweze kujifunza. Na kama ulikuwa bado haujasubscribe, hakikisha unasubscribe ili video inayofuata isije kukupita. Asante sana.